Kabla sijakwambia unafanya nini, nikukumbushe zile vihatarishi ambavyo tulivizungumza jana, ambavyo hivyo vihatarishi bila kuviondoa bado unaweza ukawa na safari ndefu sana kwenye kutibu na huenda usipate nafuu hata siku moja. Jana tulizungumza kitu cha kwanza kabisa kwenye vihatarishi, tulizungumza kuhusiana na uzito mkubwa pamoja na kitambi. Nashukuru Mungu amenikumbusha kitu kwamba uzito mkubwa au kitambi sio lazima uonekane ni mnene. Hiyo ni jambo la muhimu sana. Sio lazima uonekane ni mnene. Naamini mnafahamu watu wengine ambao ni wembamba tu kama mimi hapa, lakini wana pressure. Si ndio jamani? Hiyo sio ajabu. Sio kama mpaka mtu awe mnene ndio awe ni mnene. Kuna watu ambao tunawaita wanene kwa ndani. Sio lugha official, lakini ni lugha fulani hivi ya kuelezea kwamba unaweza ukawa hauna muonekano mkubwa, hauna kitambi, hauna mwili mkubwa ambao unasema huyu ni mnene, lakini chini ya ngozi yako kuna mafuta mengi sana kuzunguka viungo vyako, kuzunguka moyo, kuzunguka maini, kwenye figo, unakuta kuna mafuta mengi yamekaa kule ndani, ambayo kwa sababu ya asili ya mwili wako hauna seli nyingi za mafuta ambazo zinasababisha uonekane ni mnene sana. Ndio maana unaweza ukawa hauonekani ni mnene, lakini madhara ya mtu huyu ni vile vile sawa na mtu ambaye ni mnene. Na hawa ambao si wembamba unaweza ukapata tena kwa ghafla, kwa sababu hakuna hata indicator ambayo itakwambia uzito wako unazidi kuwa mkubwa. Wewe utashangaa tu, unaenda hospitali, ulikuwa unajisikia kichwa kinauma, unaambiwa tayari una pressure. Kwa hiyo haya ninayozungumza sizungumzi na watu tu wanene. Wewe mwenyewe kwa afya yako ukienda kupima damu utakuta labda kuna cholesterol nyingi, kuna nini, lakini uzito wako sio mkubwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza tulizungumza uweze kuhakikisha kwamba una pressure, una uzito mkubwa. Kama una kitambi hakikisha kwamba unapunguza. Na kama umefanya check up umegundua kuna cholesterol nyingi, una mafuta mengi kwenye damu, ni vizuri ukahakikisha kwamba unaya control. Na namna bora zaidi ni kuyafanya hivyo kwa kutumia lishe kama ambavyo nitawaelekeza katika somo la leo. Kitu kingine ambacho tulizungumza jana ambacho kwa wagonjwa wa pressure, hasa hapa kwenye uzito, tafiti zinaonyesha kwamba ukipunguza angalau 10% ya uzito wako. Hapa nazungumza kwa wale ambao tayari wana uzito mkubwa. Yaani kwa mfano una kilo 100, 10% ya kilo 100 ni kilo 10, si ndio? Kwa hiyo ukipunguza angalau kilo 10, unaweza ukapata matokeo mazuri sawa na kutumia baadhi ya dawa. Kwa hiyo unaweza ukaona daktari anaweza kusaidia hata kukupunguzia ile dozi za dawa, anaweza kukusaidia kukupunguzia aina za dawa, na wewe mwenyewe utaanza kujisikia vizuri kwa sababu ya kupunguza tu uzito wako. Haya. Jambo la pili tulizungumza kuhusiana na chumvi. Jamani, tujitahidi control kiwango cha chumvi ambacho tunatumia hasa kwa wagonjwa. Nadhani huu ni ushauri ambao ni very common. Ukienda kwa daktari ukimwona kama una pressure lazima atakwambia jitahidi kupunguza chumvi. Sasa namna nyingine rahisi ya kupunguza chumvi, kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba watu wengi wanakula chumvi, yani chumvi nyingi wanaipata moja mezani, ile chumvi ya kuongeza mezani. Alafu ya pili wanaipata kwenye vyakula vilivyosindikwa. Unaponunua vyakula ambavyo vimeshaandaliwa, unanunua supermarket, vingi vinakuwa vimeongezwa chumvi ili kuboresha ladha, lakini pia kuvitunza vizuri. Na wengine wanaongeza chumvi ili kuviongeza uzito, kibiashara inakuwa imekaa vizuri. Kwa hiyo katika namna hiyo unakuwa unaongeza chumvi. Sasa cha kufanya unapokuwa wewe ni mgonjwa tayari, cha kwanza jitahidi kupunguza matumizi ya vyakula ambavyo vimesindikwa. Kwa maana yake ni kwamba jitahidi vyakula vingi viandae kutoka nyumbani, pika wewe mwenyewe nyumbani, punguza kula migahawani, punguza kula vyakula vilivyosindikwa. Jambo la pili kwenye chumvi, iwe namna rahisi zaidi ni kwamba usiweke chumvi mezani. Kile kikopo kidogo kile tunaweka kwa ajili ya kunyunyiza mezani, usiviweke mezani. Mama akipika chakula jikoni, ile chumvi aliyoweka inatosha kabisa. Jamani, watu wengi wanaoongeza chumvi huwa wanaongeza hata kabla hawajaonja. Watu wengi wanaoongeza chumvi huwa wanaongeza hata kabla hawajaonja. Yaani chakula kikija, ameweka pale, anachukua kile kikopo, ananyunyiza kabisa.
hajaonja hata kama kuna chumvi ya kutosha au hakuna chumvi ya kutosha. Kwa kile kikopo cha mezani kisiwepo mezani, kibaki jikoni, mama anapopika ataonja, akiwaletea kimetosha, ndivyo hivyo inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Naongea hasa na wagonjwa wetu wa pressure, ninajua tunauguza wagonjwa wengine, baba zetu, mama zetu, tafadhali tuwasaidie kupata hayo maelezo. Jambo la tatu tulizungumza kuhusiana na mazoezi, tujitahidi kuwa active, na jambo lingine mambo ya mafuta, sukari, mambo ya nyama sana, kutokula matunda, msongo, pombe, sigara na kutokulala vizuri usiku. Tulizungumza hizo risk factor jana. Sasa kwa ajili ya muda twende mbele. Sasa ni namna gani ambavyo unaweza ukatibu? Kitu cha kwanza nimezungumza kwamba hakikisha kwamba unajaribu kurekebisha hizo vihatarishi. Yaani hakikisha unavijua vihatarishi na unaviepuka. Yaani kuanzia siku ile ya kwanza umegundulika kwamba una pressure. Kama unanisikiza leo, hakikisha unaanza leo kuhakikisha kwamba hivi vihatarishi unaviondoa. Sasa kwenye kitu cha pili ni kwenye upande wa lishe yako, kwenye upande wa chakula. Kumbuka dawa ambayo unakunywa asubuhi, mchana, jioni, au unakunywa asubuhi, mchana, jioni, au unakunywa asubuhi na jioni ulioandikiwa, au dawa nyingine yoyote ambayo utakuwa umepewa, haiwezi ikashindana na sahani unaokula asubuhi, unaokula mchana na unakula jioni. Jamani, dawa kijiko cha chai au vidonge viwili vitashindana na plate nzima uliokula asubuhi, mchana na jioni? Haviwezi kushindana. Kumbuka vyote hivi ni molecules za kawaida ambazo zina interact na mwili katika namna fulani special. Kwa hiyo kama haubadilishi lisha yako, yani chakula ambacho unakula hakikusaidii kukutibu ama kinakuharibu zaidi, huenda usipate nafuu, hata hizo dawa ambazo umepewa zisifanye kazi, au zikawa zinajenga tu usugu na unaongezewa dawa kila siku. Sasa kanuni rahisi ya kushughulika na vyakula, hasa kwa mtu mwenye pressure, inatakiwa angalau nusu ya vyakula vyote anavyokula kwa siku. Nusu, jamani, hapa ni muhimu sana. Tafadhali kama unaandika, andika. Usije ukaenda kwa mzee wako ukasema tena umesahau. Nusu ya vyakula ambavyo anakula kwa siku nzima viwe vyakula ambavyo havijapikwa. Viwe vyakula ambavyo havijapikwa, yani maana yake vyakula vibichi. Angalau nusu ya vyakula ambavyo anakula siku nzima. Sasa utasema Dr. Nature, hivyo vyakula vibichi vinakuaje yani? Unaweza kuvipangilia namna hii. Asubuhi anavyoamka anaweza akanywa chai. Nikisema chai simaanishi kunywa labda chai labda na maandazi au vitumbua au chapati, vitu kama hivyo, hapana. Na maanisha chai kama chai, yani kama herbal tea, chai ya viungo na nini, kwa ajili ya kupasha tumbo joto, kwa ajili ya namna hiyo kuanza siku vizuri. Japo nayo sio lazima. Lakini chakula cha muhimu, anaweza akaanza akala matunda ya kutosha. Kuna namna ya calculate kiasi cha matunda kulingana na uzito, lakini naomba uichukue tu hivyo kwa busara yako kwamba ale matunda ya kutosha ile asubuhi. Matunda mengi ya kutosha. Nikisema matunda, anaweza kachagua matunda ambayo unayapenda, matunda ambayo hasa yapo kwenye msimu, matunda ambayo unaweza ukayanunua. Maana matunda mengine bei mbaya. Matunda ambayo unaweza ukayanunua yapo kwenye msimu ambayo anayapenda. Anakula ile asubuhi. Usimpe chapati asubuhi. Kama unanisikiza ni wewe ndo mgonjwa, usile chapati jamani asubuhi. Usile vitumbua, maandazi, kipolo cha wali, tafadhali sana. Asubuhi ubariki mwili wako kupatia matunda ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapo tumeelewana? Nikisema asubuhi maana yake namaanisha ile toka ameamka mpaka saa 6 mchana, hiyo yote ni asubuhi. Alafu mchana, kwenye vyakula vya mchana na vyakula vya jioni. Chakula cha mchana, chakula cha jioni. Formula ni hii. Kabla hajala chakula chochote ambacho amekipika, hiyo asubuhi, hiyo mchana na jioni, akisha kwamba ameanza na kachumbari. Kusema kachumbari ama salad. Maana yake unaweza kuchanganya labda vitu vyote vichibichi, mboga kama nyanya, karoti, pilipili hoho, tango, unaweza kuweka mle parachichi, wengine wanaweka beetroot, unaweza kuweka mabichi. Unajua, unakuwa mbunifu. Cha msingi chochote ambacho hizi mboga mbichi. Sasa usije ukaweka mboga za majani mle, hapana. Hizi mboga zingine ambazo zinaweza zikaliwa zikiwa mbichi. Tunaelewana hapo? Usije ukaweka, kuna mtu aliweka
spinach na nini, mambo yakawa ni ajabu ajabu. Kuna wengine wanaweka mpaka hizi nini bamia. Sasa bamia kama unaweza kula unaweza ukala, lakini sio lazima. Kwa hiyo unaweza ukachagua mboga mboga hata aina 2, aina 3, aina 4, unatengeneza kama kabakuli ka zile mboga mboga mbichi. Sasa siri iliyopo kwenye hivi vyakula vibichi, kwa nini nimesema angalau viwe nusu? Yaani akifanya hivyo kwamba asubuhi amekula matunda na mchana kabla ya kula kile chakula ameanza na ile salad, tafadhali aanze na salad. Sawa? Asije akala salad pamoja na chakula au baada ya kula. Inaanza kwanza. Yaani kunakuwa na sahani labda 2 tuseme. Sahani moja hapa ni ya hizo salad, sahani nyingine hapa ni ya kile chakula kingine alichokipika. Sawa? Unaweza kusema hiyo chakula kingine ni kipi? Vyakula vya kawaida kama nilivyozungumza jana, sehemu kubwa iwe ni vyakula ambavyo vimetokana na mimea kwa wingi. Nafaka nzima, hizi mboga mboga kama viazi, magimbi, manini, jamii ya kunde kama choroko, mbaazi, dengu, njugu mawe. Vyakula kama hivyo ndio hivi chakula kingine ambacho nakizungumzia. Kwa hiyo anaanza na kachumbari ya kutosha, alafu anakula hiyo chakula kingine. Hata kama ni kaugali, unaanza kachumbari yako, unakula then kile chakula kingine. Hata kama ni ukaubwabwa, unaanza kachumbari then unakula hiko chakula chako. Kachumbari ina maana kubwa sana. Muda ungekuwa unatosha tungezungumza kwa undani, lakini nikiangalia saa inavyotembea naishia hapo. Sasa ukishafanya hivyo, umekula matunda ya kutosha, umekula na hizi kachumbari, hivi vitu ndani yake vina vitu tunaita nitrate. Nitrate ni kama molecules ambazo zinasaidia mwili kutengeneza nitric oxide, ambao nitric oxide ni dawa muhimu kwa ajili ya kuhakikisha mishipa ya damu inaweza ikatengeneza ile tabia yake ya kutanuka vizuri na kusinyaa. Yaani iache kukakamaa kama ambavyo wagonjwa wa pressure inakuwa. Si mnanielewa mpaka hapo? Yaani iache ile tabia ya kukakamaa. Kwa sababu kinachofanya pressure inakuwa kubwa, ile mishipa ya damu hairuhusu damu kupita pale kirahisi. Kwa hiyo tunataka kurudisha ile hali yake ya kutanuka na kusinyaa. Tuligusia kidogo kwenye mambo ya uzito mkubwa kwenye muda wa kula, lakini tafiti zinaonyesha kwamba mgonjwa wa pressure kadri anavyozidi kupunguza muda wa kula, sasa ule usiku, yani anavyozidi kushusha ule muda wa kula, asile usiku sana. Huu tafiti ulifanyika kwa watu waliokuwa nakula saa 9, saa 10 mwisho jioni. Yani anakula asubuhi, maana yake anakula asubuhi na mchana fulani hivi. Kwa hiyo chakula cha mwisho anakula saa 9, saa 10. Walipata matokeo mazuri sana, sawa na watu waliotumia baadhi ya dawa maarufu za pressure. Kwa hiyo tu, na walikuwa regulated na mambo mengine yote hayakufanya ambayo yanapunguza pressure. Waliwalinganisha tu kwa dawa pamoja na muda wa kula. Hawakubadilisha hata aina ya chakula, muda wa kula. Kwa hiyo ukiunganisha, ukala vizuri, hata ukala milo miwili mizuri, kala mlo mmoja asubuhi, mlo mwingine mchana fulani hivi, mchana iliyoendelea, alafu ukasubiri mpaka kesho, unaweza ukapata nafuu kubwa sana, hata kama haujabadilisha aina ya chakula, hata kama haujabadilisha yani hujabadilisha chochote, umebadilisha tu hicho, na utashangaa pressure zako zinaanza kushuka vizuri, na daktari wako atakwambia sasa hivi utakula nusu kidonge na sio vidonge 3 tena. Kitu kingine kwa haraka, kuna baadhi ya vyakula ambavyo vimeshafanywa utafiti vinafanya vizuri sana kwenye kupunguza pressure. Kwa sababu ya muda nitazungumza kimoja, nilikuwa nimeandaa kama 3 hivi. Tuzungumze kimoja tu kwa leo. Kuna chai inaitwa hibiscus tea. Hibiscus tea kwetu kama tunaweza kusema rosella. Ile maua mekundu yale, tunayajua? Maua mekundu yale. Sasa hii hibiscus tea, chai ya rosella, tafiti zinaonyesha kwamba inafanya vizuri sana kwenye kupunguza pressure, sawa na baadhi ya dawa ambazo kwa mfano kama captopril. Kwa tu yale maua unahakikisha kwamba ni masafi, unayachemsha kidogo kama dakika 5 hivi kwenye moto, kwenye maji, basi unapata ile chai yake. Unaweza kaongeza hata kaasali kidogo. Ukila kikombe kimoja na nusu mpaka 2 kwa siku inatosha sana kupata hayo matokeo mazuri ambayo ya kushusha pressure. Lakini cha muhimu cha kuzingatia, caution, usinywe nyingi. Usinywe zaidi ya vikombe 4 kwa siku. Kwa sababu kuna watu wakishajua tu ni dawa, yani ataenda kwenda kunywa jagi zima. Tafadhali sana, usinywe zaidi ya vikombe 4
kwa siku, kwa sababu ina madini ya manganizi nyingi, inaweza kukuletea shida. Lakini vile vile ukishamaliza kunywa, kwa sababu ya yule wekundu wake, wengi huwa wanapenda kwenda kubrush meno, kwa sababu hii ina hali ya asidi fulani hivi. Kwa hiyo ukibrush meno yako mapema baada ya kuwa umeinywa, inaweza ile asidi huwa inafanya kama inayeyusha, inalainisha yale meno. Kwa hiyo ukibrush ndani ya nusu saa, unaweza ukawa unaharibu meno yako. Wakati unapona pressure, unaweza kuwa unapoteza meno, sijui utatabasamu namna gani. Kwa hiyo hakisha unajipa at least nusu saa kabla ya baada ya kunywa hibiscus tea.